Fuatilia Aletius Diocles TV kwa habari kemkem na matukio mbalimbali. Karibu tangaze nasi. Mpenzi mtazamaji wa Aletius Diocles TV, tunaye mchambuzi wetu hapa ambaye anakwenda kutueleza kwa kifupi nini amekiona katika mchezo wa leo ambao umejumuisha timu ya Akanyi FC pamoja na Kaikoti. Karibu uanze kwa kueleza kile ambacho umekiona katika mchezo wa leo. Kwa jinsi nilivyoona mchezo, hata kwa kujitambulisha. Kwa majina naitwa Shabani aka Chikolokolo, wengi wanifahamu kwa hilo. Ni mkazi wa Mkwenda na kijiji changu ninachotoka ni Muhulile. Kwa game wa leo nilivyoona, kwanza tumshukuru Mheshimiwa Diwani kwa kazi nzuri anayofanya kwa kuhamasisha watu wote kuja kujumuika kwa pamoja katika masuala mazima ya michezo. Tunajua michezo ajira, michezo ni afya, pia michezo ni sehemu nzuri ambayo inatusaidia sisi kama vijana kuachana, kuepukana na mambo ya kuvuta bange, rushwa. Kwa hiyo mbali na kutoka kuvuta bange, baada ya kuvuta bange au kuanza kukaba na kuja kwenye michezo kwa ajili ya kubadilishana mawazo na vijana 1 2 3. Lakini katika swala zima la mechi ya leo, hii mechi ya leo ilikuwa nusu finali kati ya Muhulile na Kaikoti. Ni mechi moja nzuri sana ambao kwa mimi binafsi nimefurahia na nimeenjoy na tunapenda kukaribisha wadau mbalimbali ambao waje wafike kwa kutudhamini na tuweze kucheza vizuri michezo. Tunaamini michezo ni afya na ni ajira. Kwa mpira ulivyotazama leo, timu unayoona ambayo ndio itakwenda finali, unamwonaje mpinzani wake? Ama hujaifuatilia hiyo ambayo inacheza nusu finali siku inayofuata? Nimeangalia mechi zote. Kuanzia mwanzo wa ligi na mpaka saa hizi tunakaribia kufika tamati. Mpinzani vijana sio timu lele mama, nayo ni timu imejipanga. Kila timu ambayo inakuja kwenye mashindano haina timu ambayo maana eti lengo lake ni kufungwa, hapana. Kila timu inakuja katika hii tournament maana yake yeye anahitaji kufanya kushinda na imani. Lakini kwa jinsi ninavyoona game itakuwa nzuri kwa sababu vijana pia ni wazuri katika control, pia ni wazuri kutumia winga zao. Kwa hiyo pia hawa ukiwaangalia Muhulile ni moja ya timu nzuri sana ambao leo tumeona mpira uliokuwa mzuri kabisa, wanafunguka, wanapiga penetration pasi, wanapiga on target. Hiyo ndo Muhulile. Lakini ukiangalia pia vijana wao wako vizuri katika swala zima la kudefense. Wao wana organic defense nzuri sana ambao wanaweza kujiorganize na kuzuia kumuona golikipa wake. Lakini yote kwa yote utakuwa mchezo mzuri na nafikiri tuwakaribishe wapenzi, mashabiki mbalimbali na lakini pia kudhamini katika hivi ligi mbalimbali. Sisi wengine hatuna hela za kwenda labda kutoka hapa kwenda Bukoba kwenda kuangalia mechi ya Kagera Sugar na nani. Umeona? Lakini huku mtaani tutaona na vipo vipaji mbalimbali tunaoviangalia hivi. Kwa hiyo ni mchezo mzuri na niwakaribishe watu wengi wadhamini, mfano Tigo, CRDB wanaweza kaja wakaweka bango zao wakatafuta wadau mbalimbali na nafikiri siku ya mchezo utakuwa mzuri sana. Vipi unaonaje mchezaji kwenye mchezo wa leo, yupi mchezaji wako bora mchezo wa leo? Kwa leo mchezaji wangu bora ni jezi namba 7. Yule jamaa ni hatari sana. Yule jamaa ni mzuri. Kwanza ana control ball. Ana uwezo wa kutuliza mali, akaangalia timu yake inaendaje. Lakini kuna connection nzuri sana baina ya yule namba 7 na namba 8 wa leo. Unaona kabisa mali akipata anaangalia, anafungua, angalia winga zake ziko wapi na nilo zake ziko wapi, zote anapiga penetration pasi na zinafika kwa wakati sahihi. Kuna goli moja limepigwa hapa, nafikiri yeye ndo amepiga ile chuma. Mali imekuja volleyball, second ball kakutana nayo kaweka. Aletius TV kwa habari motomoto kutoka kwenu. Lakini pia niwakaribishe ndugu zangu siku ya finali. Nafikiri mtakutana na mchezo uliokuwa bora zaidi. Nadhani haijawahi kutokea this time.